Oktoba tunatiki ni uchochezi, no reform no election ni uchochezi, Oktoba tunatoka ni uchochezi. Lakini kuna viongozi wamezungumza, tumedhamiria uchaguzi hautafanyika, na wenyewe katika taarifa ya tume ya Jaji Chande ameainisha kama ni sehemu ya uchochezi. Vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua. Si wamesema hivi ni vichocheo vilivyotupelekea nchi kuingia katika machafuko tarehe 29, na hawa wenye kauli zao wapo. Oktoba tunatiki mnawajua, Oktoba tunatoka mnawajua, na no reform no election wanawajua. Hakuna haja ya kuunda tume nyingine ya kijinai kuchunguza makosa ambayo yako wazi. Hapa ni sheria ichukue mkondo wake, waliohusika wapelekwe kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Mimi nilikuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama cha National League for Democracy NLD, na nimefanikiwa kufanya kampeni katika mikoa 26 ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Tanzania Zanzibar. Nadhani ni miongoni mwa vyama ambavyo tulimaliza nchi kwa maana ya kampeni, kugusa kila eneo la kampeni. Amezungumza mwenyekiti hapa kwamba kwanza tunapokea taarifa ya tume ya uchunguzi ya Jaji Chande kwa mikono miwili, kisiasa, kijamii tunaipokea, kwa sababu kulikuwa na mikanganyiko ya idadi ya watu ambao wamepata dhuluma katika fujo zile zilizotokea tarehe 29. Wengine walienda mbali, wanasema wamekufa mamilioni ya Watanzania, wengine malaki. Sasa tume imekuja kutuambia Watanzania wenzetu waliopata bahati mbaya ya kupoteza uhai katika uchaguzi ule ni watu 518. Kwa hiyo hoja kwanza hapa tunashukuru tumepata idadi kamili ya Watanzania wenzetu ambao wamepoteza uhai. Mwenyezi Mungu awaweke mahala ambapo panastahili. Lakini pia niunge mkono kauli mbiu ya tume ambayo ameunga mkono rais, anasema ili jambo lisijirudie tena. Kimsingi na mimi namuomba Mwenyezi Mungu jambo hile lisijirudie tena, kwa sababu lilikuwa jambo baya kwa upande wa Tanzania, kwa sababu ni vitu ambavyo hatujavizoea. Sasa maoni ni mengi ambayo yanatolewa na sisi tunatoa ya kwetu. Tunatoa ya kwetu kwa sababu tumesoma hii ripoti ambayo ile hotuba ya mwenyekiti. Mimi nielekee kwenye mapendekezo ya tume. Pendekezo namba 4, tume imetoa pendekezo kuundwa umuhimu wa katiba mpya ipatikane ifikapo mwaka 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao. Ndugu zangu waandishi, hili jambo limebeba dhana nzima ya mvurugano wa kisiasa katika taifa letu, na katika mazungumzo ya mwenyekiti alisema hili ni sehemu ya chagizo la vurugu ya tarehe 29. Sasa mimi niombe mamlaka hili jambo lifanywe haraka la mchakato wa muundo wa katiba mpya ili kuondoa mazonge ya kisiasa. Nazungumza mazonge kwa sababu gani? Wenzetu waliposema mabadiliko ya katiba ni muhimu, wakaona ni sehemu ya kukimbia uchaguzi. Sisi tukaona tuje kwenye uchaguzi kwa sababu huwezi ukakimbia changamoto za kisiasa. Na leo tutoe taarifa kwa umma wa Tanzania. Mmomonyoko uliopo sio wa kitaifa, ni wa wanasiasa ndio uliopo Tanzania. Nasema haya kwa sababu sijawahi kusikia taarifa yoyote kwamba Wakristo na Waislamu wanafukuzana majumbani, wapagani na Wakristo wanafukuzana majumbani. Sijawahi kusikia popote. Ama kuna basi la Muislamu halipandwi na Wakristo,
ama kuna basi la Wakristo halipandwi na Waislamu. Sasa ukiniambia kwamba taifa lina mgawanyiko wa kisiasa, sio mgawanyiko wa kitaifa, kwa sababu taifa ni dini, kabila ambao ndio jamii iliyowazunguka wa Tanzania. Sasa sisi kama wagombea na viongozi wa kisiasa katika taifa letu tumekuja kuwaambia Watanzania tunakwenda kuliponya taifa kupitia taarifa ya tume ya Jaji Chande, hasa katika mapendekezo ya kuundwa kwa katiba mpya haraka iwezekanavyo, lakini pia kuunda tume ya maridhiano kwa ajili ya kuridhiana. Hili ni pendekezo namba 5. Namba 4 ni katiba mpya ifanyike haraka iwezekanavyo. Namba 5 ni maridhiano. Lakini nipongeze hotuba ya rais. Alisema katika mapendekezo yote ameyapokea, hasa mapendekezo ya kuunda tume ya maridhiano kwa ajili ya Watanzania kuridhiana. Na iomba mamlaka haya ambayo wameyazungumza na wameyapokea katika hotuba ya tarehe 23, sisi tunaiomba mamlaka yaharakishe haraka, yanakwenda kuliponya taifa kisiasa na nchi kuwa na amani na utulivu kisiasa katika chaguzi zijazo. Asanteni sana na kwa kunisikiliza, na washukuru sana kwa kuja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haya ndiyo ambayo leo tumeyabeba kuwapelekea Watanzania, kwamba tunaunga mkono taarifa ya jaji, lakini pia tunapongeza kazi iliyofanywa, tunapongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuirejesha nchi katika hali ya kawaida, nchi ya amani na utulivu. Hali ilikuwa mbaya sana. Wengine wanasema bora kinuke, kitaendelea kunuka huko kwao, lakini sisi tunataka nchi iweze kuwa. Lakini kuna vitu hapa ambavyo mwenyekiti amenikumbusha. Katika vichocheo amenikumbusha mwenyekiti wangu, na nashukuru. Vimetajwa vichocheo zaidi ya 12. Kichocheo cha kwanza kilichotajwa ni no reform, no election. Ndugu waandishi, mkumbuke ile tume ilibeba watu wabobezi wa sheria. Saidi Mwema wakati namfahamu alikuwa RCO mkoa wa Dar es Salaam, lakini baadaye akawa IGP, lakini alikuwa Interpol, alikuwa kwenye ile tume. Lakini Jaji Chande CV yake imesomwa Ikulu, kila mtu alijua ni mtu wa namna gani, na alikuwa jaji wa taifa letu. Wameona katika muktadha wa kufikisha ujumbe kwa Tanzania, kauli ya no reform, no election ilikuwa ya kwanza kuwapeleka Watanzania katika vurugu za Oktoba 29. Wito wangu, kama hii tume imeweka wazi hivyo, na Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka, hizi ni kauli mbiu za vyama vya siasa, jeshi la polisi au vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua kwa watu waliozungumza haya maneno ambayo tume imeainisha kwamba ni uchochezi, ni vichocheo vya vurugu. Oktoba tunatiki ni uchochezi, no reform, no election ni uchochezi, Oktoba tunatoka ni uchochezi. Lakini kuna viongozi wamezungumza, tumedhamiria uchaguzi hautafanyika, na wenyewe katika taarifa ya tume ya Jaji Chande ameainisha kama ni sehemu ya uchochezi. Vyombo vya ulinzi na usalama vichukue hatua. Si wamesema hivi ni vichocheo vilivyotupelekea nchi kuingia katika machafuko tarehe 29? Na hawa wenye kauli zao wapo. Oktoba tunatiki mnawajua, Oktoba tunatoka mnawajua, na no reform, no election wanawajua. Hakuna haja ya kuunda tume nyingine ya kijinai kuchunguza makosa ambayo yako wazi. Hapa ni sheria ichukue mkondo wake, waliohusika wapelekwe kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Jina naitwa Amer Hassan Ameri, ni katibu mkuu wa chama cha Makini, lakini vile vile nilikuwa ni mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama changu uchaguzi uliopita. Na mimi niungane na wenzangu, viongozi wenzangu ambao wamempongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na niwaambie tu wa Tanzania, msishangae mkakuta kiongozi anampongeza Mheshimiwa Rais, na tunampongeza kwa sababu Tanzania iko na amani. Wananchi wa Tanzania wanaendelea na harakati zao za kutafutia riziki. Lakini mimi niwaambie wa Tanzania, mimi natokea Zanzibar, naishi Zanzibar. Matukio yaliyotokezea tarehe 29
lazima turudi nyuma. Matukio kama haya yalitokezea tarehe 26 na tarehe 27 Januari 2001, na matukio yale yalitokezea baada ya uchaguzi wa mwaka 2000. Wazanzibari wengi walipoteza maisha, Wazanzibari walipata vilema na mambo mengine kama hayo, pamoja na kwamba wakati ule kuna chama kina wao walitoa ripoti yao, wakatoa ripoti tofauti na ripoti ambayo ilitolewa na serikali, na hayo tunayoona leo. Tume imetoa ripoti yake, lakini kuna baadhi ya wanasiasa wanatoa ripoti za kwao. Kwa hivyo mimi niwaambie Watanzania na niwaombe sana, Tanzania bado tunao uwezo wa kutatua matatizo yetu wenyewe, na hasa kama kweli wanasiasa tukiwa tayari tuondoshe unafiki, tuondoshe umimi, tukae meza moja ili kutatua matatizo yaliyotokezea Tanzania. Lakini kama hilo halitoshi, mimi niwaombe sana Watanzania, yaliyotokea tarehe 29 yametuathiri mpaka sisi Zanzibar, kwani wakati huo Zanzibar tumaliza uchaguzi na hakukuwa na vurugu, lakini matukio yale yametuathiri Wazanzibari, na hasa katika swala zima la kiuchumi. Tulikosa baadhi ya bidhaa ambazo zinatoka Tanzania bara, lakini si hilo tu, hata wenzetu wa Tanzania bara na wao walikosa baadhi ya bidhaa ambazo zinatoka Zanzibar. Kwa hivyo mimi niwaambie Watanzania wote tuliathirika. Nirudie tu aliyosema Mheshimiwa Rais kwamba swala hili lisitokezee tena. Na Zanzibar tunamshukuru Dr. Mwinyi, tumefanya uchaguzi kwa salama na amani, lakini haya yalikuja baada ya maridhiano na fujo ambazo zilitokea huko nyuma. Kwa hivyo baada ya Mheshimiwa Rais kupokea hii ripoti, na ameshasema yuko tayari kuyatekeleza yale ambayo ameshauriwa. Kwa hivyo mimi niwaombe Watanzania wenzangu na hasa wanasiasa, kama viongozi wenzangu walivyosema, masuala haya yanatuhusu sisi wanasiasa. Kwa hivyo niwaombe sana. Jana tu nimeangalia mitandao, kuna baadhi ya wanaharakati washaanza kusema hatukubaliani na ripoti ya tume, Wazanzibari wahame Tanzania bara. Hasa mimi niwaulize, Wazanzibari wahame Tanzania bara, wewe kama nani unasema mambo kama hayo? Muungano huu unatimiza miaka 62. Kulikuwa kuna matatizo lukuki, na mambo yote hayo yametatuliwa kutokana na uongozi imara ambao upo. Kama tume ilivyosema, kuna baadhi ya vichocheo vilianza na ikatolewa mifano. Mita 10 kama sikosei, kabla ya kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambayo watu walikuwa wanajipanga. Na sasa jana tayari kuna baadhi ya wanaharakati washaanza kuchochea vitu kama hivi. Mimi niwaombe sana, kama wenzangu walivyosema, kamati za ulinzi na usalama waanze kufuatilia, wafanye kazi. Sisi kama wanasiasa tuna imani na serikali, tuna imani na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna imani na Rais wa Zanzibar, lakini hatuna imani na wale wote ambao hawaitakii mema Tanzania. Naomba nimalizie kwa kunukuu mambo matano. La kwanza, ndugu zangu wanasiasa, tuchukue ripoti hii kama mwanzo mzuri wa kuponya taifa, si kuongeza maumivu. Lakini la pili, hakuna upande wenye faida katika machungu ambayo wananchi wa Tanzania waliyapata. Lakini la tatu, tuweke mbele maslahi ya taifa, si tofauti za kisiasa. La nne, kuna wanasiasa wanasema haki iendelee, haki itafutwe. Lakini pamoja na kwamba watu wanadai haki, lakini tuhakikishe nchi hii inakuwa na amani. Kwani kama nchi hii hakutakuwa na amani, basi hiyo haki ambayo baadhi ya wanasiasa wanapigia kelele haitofanyika. Lakini na mwisho kwa leo, tushirikiane kama viongozi ili kuponya majeraha ya wananchi wenzetu ambayo waliyapata. Nikiwa kama katibu mkuu,
kama wenzangu walivyosema, na mimi pia kwa niaba ya chama sina mamlaka ya kuisemea Zanzibar, lakini na mamlaka ya kuisemea Zanzibar nikiwa kama katibu mkuu wa Zanzibari. Tumeumia na hicho kinachoitwa eti mapinduzi ambayo walikuwa wanataka kuyafanya. Mimi niendelee kuomba Tanzania tushirikiane. Mama Samia ameshasema waliopata maumivu watatibiwa, waliopoteza mali zao haya yatatizamwa. Nini sasa cha kufanya? Wale ambao bado wanataka kutuletea uchochezi, mimi niwaombe vyombo vya ulinzi na usalama vichukue nafasi yao ili maisha ya Tanzania yawe na amani. Nawashukuru sana kwa kusikiliza, asanteni sana. Na kimsingi kutano letu hili sio la mara ya kwanza, ni kawaida yetu sisi vyama rafiki. Na hapa nipaweke vizuri, watu wanasemaga vyama rafiki na CCM hapana. Yaani sisi hapa ndio marafiki. Ndio maana CCM hapa hayupo. Angekuwa rafiki yetu naye angekuwepo. Kwa vyama rafiki ni sisi ambavyo katibu wetu amevitaja hapa. Imekuwa ni kawaida yetu kukutana na kuzungumza, hasa pale yanapokuwa yametokea mambo makubwa ya kitaifa. Tulitegemea kuwa na mazungumzo baada ya uchaguzi mkuu, lakini kila chama kilikuwa kimejifungia kutathmini yaliyojiri kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tulikuwa tumeahirisha, na hatimaye sasa umekuwa wakati muafaka kwa jambo kubwa hili la kitaifa lilotokea, tukaona hatuna budi kuzungumza. Kama alivyosema katibu wetu wa forum yetu, tarehe 23 mwezi wa 4 2026, tume ya uchunguzi iliyokuwa ikiongozwa na Jaji Chande ilipeleka ripoti yake mbele ya rais, na tulipata kusikiliza hotuba yake ambayo ina viashirio vya nini kimetajwa kwenye ripoti. Maana hotuba ile ni kama muktasari wa yale yaliyotajwa kwenye ripoti. Na tufahamu kwamba tume ile ni ya rais na ripoti ile ni ya rais. Kwa hivyo na rais alisema ni ya kwake. Na kimsingi sio tume ya kwanza kuundwa, lakini inaweza kuwa ni tume ya kwanza pia ama ya pili mambo yake kutamkwa hadharani. Kuna tume nyingi zimeundwa lakini mambo yake yalikuwa hayatamkwi hadharani. Kwa hiyo tumpongeze rais kwa kukubali ule udadavuzi wa hotuba ile ya mwenyekiti iliyotupa dira ya namna gani ile ripoti yao ilivyo. Sisi kama vyama rafiki, baada ya kusikiliza na tukatafakari, lakini tulipitia tena ile hotuba ya mwenyekiti. Pasina shaka tumejiridhisha kwamba tume ile imefanya kazi nzuri sana, kwa sababu kuna mambo tulidhani tume ile isingeweza kuyataja, lakini imetaja bayana katika uhalisia wake. Haikuficha kitu. Kwa hivyo tumeipokea, tumeikubali na tunaipongeza ile tume kwa jinsi ambavyo imefanya kazi yake kwa weledi mkubwa, kama ambavyo wajumbe wake walivyokuwa wameteuliwa watu wenye weledi mkubwa juu ya masala ya kisheria na utafiti wa kina. Tunaipongeza sana tume ya Jaji Chande. Lakini siku ya ile ya tarehe 23 mwezi wa 4, wakati rais anazungumza baada ya kupokea ile hotuba, kuna neno alizungumza. Alisema anawiwa wakati mgumu sana kwa sababu yale yaliyotokea Oktoba 29 yametokea kwenye wakati wake. Kwa hiyo inamuumiza. Lakini uchaguzi ule, kama mnakumbuka, vyama vilikuwa 18.
vilivyoshiriki uchaguzi mkuu 17 vilivyoshiriki uchaguzi mkuu wa rais. Kwa hiyo inawezekana kabisa, na kwa sababu lile jambo limetokea siku ya kupiga kura, maana yake inawezekana kabisa, bila shaka Mluya, kwa sababu alikuwa mgombea wa rais, labda angelishinda na yale mambo yakatokea, mzigo ule ungekuwa ni wa Mluya, ama ungekuwa Doyo ama Mheshimiwa Kisabia ama Mwajojele, wale wote ambao waligombea, au Mheshimiwa Kyala waliogombea urais, ule mzigo ungekuwa kwao. Sasa imekuwa bahati mbaya au nzuri, kwa sababu yeye ameshinda. Sasa sisi wagombea wenzake, kwa tathmini tuliyofanya kwenye vikao vyetu, tumwambie Mheshimiwa Rais mzigo ule sio wake peke yake, kwa sababu na sisi ni sehemu ya kushiriki uchaguzi uliozaa iliyotokea Oktoba 29, na kama tungeshinda sisi miongoni mwetu, maana yake alikuwa lazima aubebe mzigo huo. Asiwe mnyonge na asijisikie mpweke, mzigo ule tunasaidizana naye kuubeba. Sisi ni zao yaliyotokea. Lakini katika muktadha wa namna ya muundo wa ile ripoti ya tume kwenye kupitia hotuba yao, kuna mambo tumeyaangazia. Watanzania tuna wajibu wa kujifunza katika masuala yaliyotokea Oktoba 29. Tujifunze kama somo ambalo tupaswi kulirejea. Sisi tunaamini kabisa Oktoba 29 hapakuwa na maandamano. Hapakuwa na maandamano, ila palikuwa na jaribio la mapinduzi, kwa sababu vyama vyetu vinaongozwa na sheria, na sheria imetueleza ni namna gani ya kufanya maandamano. Na taswira ya maandamano, kwanza lazima iwe na kiongozi, hiyo timu ya maandamano. La pili, iwe na ujumbe kwamba wanaandamana kwa ujumbe upi. La tatu, watakwambia wanaelekea wapi. Lakini Oktoba 29 hapakuwa na maandamano, ila palikuwa pana vurugu ambazo tunalisema ni jaribio la mapinduzi. Tanzania ni nchi ambayo imesifika sana kwa kulinda amani. Sisi leo tunaomba tuwatangazie Watanzania, sote kwa pamoja tuna wajibu wa kulinda amani ya nchi yetu, ili na watoto wetu na vizazi vijavyo vije viikute nchi ikiwa salama, kama jinsi sisi tulivyoirithi kwa waliotutangulia kabla yetu, wakatuachia nchi ambayo iko salama salimini. Na sisi tuna wajibu huo, kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa salama salimini. Kwenye ripoti ile, kwenye hotuba ile, imetaja masuala kadhaa yanayohusu vyama vya siasa. Ukisoma ile hotuba, sisi wanasiasa tumetajwa mle ndani. Na kama tumetajwa mle ndani, vyama vina sheria yake. Hapa tunatoa wito kwa msajili wa vyama vya siasa kuhakikisha anaitisha baraza la vyama vya siasa haraka iwezekanavyo, ili twende tukajadiliane kwenye baraza yale yote ambayo vyama vimetajwa. Tukajadiliane, tukaambizane, tukakosoane, na tuone kwamba ni namna gani ambavyo vyama pia vitakumbushwa utii wa sheria ya vyama vya siasa na sheria zinginezo pasipokuwa na shuruti. Kwenye ripoti ile, kwenye hotuba ile ukiangalia, wenzangu watasema imeangazia vichocheo vilivyosababisha yaliyotokea Oktoba 29. Vichocheo vile vinatengeneza taswira ya kijinai. Sisi tunavitaka, maana sio kuviomba, vyombo vya ulinzi na usalama. Haihitaji kuundwa tume nyingine yoyote ya kujadili, vihakikishe vinashughulikia yale yote yaliyotajwa kwenye ripoti ile kuhusu wale wote ambao walishughulika na swala la uvujifu wa amani.
na sisi tunapendekeza, kwa sababu jambo hili limejirudia kwa mara ya pili. 21 lilitokea Zanzibar 2001 na sasa limetokea 2026 kwa upande wa Tanzania bara. Vihakikishe kwamba wanawekwa hadharani waliohusika wote, ili iwe fundisho na onyo kwa kizazi kijacho, na wao wasiweze kutenda yale ambayo wazazi wao waliyatenda. Makosa hayo wabainishwe hadharani, wawekwe mbele ya vyombo vya sheria, na sheria itoe haki dhidi yao. Haki huwa ziko mbili za msingi kabisa. Kuna haki ya kutiwa hatiani na kufungwa, lakini kuna haki ya kuachiwa kuwa huru. Kwa zote hizi ni haki za kisheria. Kwa hao watu ambao wametajwa, vyombo vya ulinzi na usalama lazima vihakikishe kwamba vinawashughulikia kwa upekee na umuhimu. Tutumie nafasi hii pia kuvipongeza vyombo vya ulinzi na usalama. Waandishi wa habari wengine tulikuwa wote kwenye misafara ya kampeni, mlikuwepo. Kwa mara ya kwanza tumefanya uchaguzi tukiwa wagombea wa urais, ubunge, udiwani na wanachama wetu tukiwa na urafiki na vyombo vya ulinzi na usalama, hasa polisi. Hatukugusana maungoni, kila mmoja alitekeleza wajibu wake. Tunawapongeza, na huo ndio utaratibu. Kama sisi raia tunatii sheria bila shuruti, basi na wao watii sheria bila shuruti dhidi ya raia, tutakuwa tuko salama, hatutagusana maungoni. Lakini kwa mara ya kwanza uchaguzi huu umefanyika pasipo kukaa kikao cha kamati ya maadili ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Maana yake hapa tunaipongeza ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwa masomo na mafundisho mbalimbali ambayo umekuwa ukiyatoa juu ya sheria ya vyama vya siasa. Maana yake tumeitii na kuielewa. Ndio maana makosa ya uvunjifu yanayopelekea kuitishwa vikao vya kamati ya maadili uchaguzi huu kwa mara ya kwanza, vikao hivyo havikufanyika.